Ni matembezi ya wataalamu wa afya ugonjwa wa figo wakiadhimisha siku ya kimataifa ya ugonjwa wa figo, huku wakihamasisha umma namna ya kulinda na kutunza figo. Wakizungumza wakati wa hafla ya maadhimisho ya ugonjwa huo yaliyofanyika katika uwanja wa Karisa Maitha mjini Kilifi, kaunti ya Kilifi, baadhi ya wagonjwa hao wameitaka serikali kuingilia kati ili kupunguza gharama za matibabu. Gharama ya matibabu ya figo iko juu sana, kwa sababu kama kwangu mimi nilikuwa natakikana kusafishwa figo mara 2 kwa wiki, na kusafisha figo mara moja ni karibu 9,000 na kitu. Kama kijana wangu ile shida ya figo ambayo ako nayo ni shida ambayo alizaliwa nayo, so vile ambavyo anaendelea kukua ile figo ikaendelea kushindwa kufanya kazi. Tuliambiwa itagharimu kama around 3.8 millions, lakini tuliona vile unaendelea na kuendelea na hizo matibabu ilizidi. Nikikadiria inaweza kupita hata 5 million. Wito wangu kwa serikali, matibabu ya figo yapatiwe kipaumbele, kwa sababu watu wengi wanakosa kupona, si kwa sababu ugonjwa uko juu sana, lakini kwa sababu ya kukosa matibabu. Wagonjwa hao pia wamelalamikia ukosefu wa taasisi za upandikizi wa figo humu nchini, jambo linalowalazimu kusafiri hadi mataifa ya nje ili kupata huduma hiyo. Na wataalamu wa afya ugonjwa wa figo wakiongozwa na Daniel Masha na Fatuma Bashir wamekiri kuwepo kwa changamoto hiyo, huku wakiitaka serikali kubuni mikakati kabambe ya kuhakikisha gharama ya matibabu inasimamiwa kikamilifu na bima ya afya ya jamii SHA. Let's take care of our kidneys, kwa sababu zikishaathirika kurudi katika hali ya sawasawa ni kazi ngumu. Alao pia SHA ingilie kati kuhusiana na cost ya hiyo procedure na dawa zenyewe zinahusikana after baada ya transplant tunatakana kunywa dawa. All the same, kulingana na dialysis na transplant ni vizuri watu waende kwa transplant than hiyo hemodialysis. Maana hizo risks ziko hapo nyingi sana za hemodialysis. Wataalamu hao pia wamependekeza taasisi maalum za kupandikiza figo kujengwa katika kila kaunti, sawa na wataalamu wa kutosha kuwekwa kwenye taasisi hizo. The government to come up with policies zenye zitafanya hizo services za kidney transplant zikuwe devolved. Each county at least kuwe na facility moja. Na hiyo pia inakuja na wataalamu wako pia. Maybe serikali sponsor watu wenye watasomea hizo huduma za nephrologist, house surgeons, the nurses pia watrainiwe, na zile vifaa zitatakikana kufanya hizo procedures zikuwe. Alao pia SHA ingilie kati kuhusiana na cost ya hiyo procedure na dawa zenyewe zinahusikana after baada ya transplant tunatakana kunywa dawa. Mtaalamu wa afya figo Daktari Andrew amesema ipo haja ya hamasa za kutosha kufanywa kuhusu ugonjwa wa figo, akisema ni muhimu kutembelea kituo cha afya angalau mara moja kwa mwaka. Ni muhimu wazingatie kutumia maji kwa kiwango ambayo inatakiwa, pamoja na dawa zinazotakiwa, na kuzingatia kama wana tatizo la pressure au sukari, kuwa na attend clinic, wanatumia dawa vile walivyoambiwa. Tarehe 12 mwezi wa Machi kila mwaka ulimwengu huadhimisha siku ya figo duniani, na katika kaunti ya Kilifi maadhimisho haya yamefanyika katika uwanja wa Karisa Maitha, na wataalamu wa ugonjwa huu wa figo wamehimiza kunywa maji kwa wingi, kuzingatia lishe bora, ndiposa tukaweze kutunza na kulinda figo zetu. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Elizabeth Mwende. Coco FM, ladha ya Pwani.